sifa. Amen. Wapendwa watu wa Mungu, washarika wa Kana, nawakaribisha ninyi wote katika ibada hii, ibada ya siku ya Bwana ya 20 baada ya Utatu. Hii ni ibada kubwa ambayo tunamtolea Mungu sadaka ya mavuno katika usharika wetu wa Kana. Basi na tuianze ibada hii katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Zaburi ya 125 ina mistari mitano na nitaisoma yote. Zaburi ya 125. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika, wakaa milele. Kama milima inavyouzunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki wasije wakainyosha mikono yao kwenye upotovu. Ee Bwana, uwatendee mema walio wema, nao walio wanyofu wa moyo. Bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka, Bwana atawaondoa pamoja na watenda maovu. Amani ikae na Israeli. Amen. Washarika tuketi, na wakati huu kwaya ya uinjilisti. Wakati huu nimkaribishe sasa mwenyekiti wa kamati ya mavuno ili aweze kutupa utaratibu wetu namna tunatakiwa kuendelea mahali hapa. Karibu sana wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani, sijasikia Bwana Yesu asifiwe. Sijasikia vigelegele kwa kina mama. Amen. Mwambie mwenzako karibu kwenye sikukuu ya mavuno 2021. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kama tulivyotangaza kwamba utaratibu wetu wa kutoa sadaka yetu ya mavuno tutatoa kimikoa na tutatolea kwenye madhabahu hapa nje. Maana madhabahu iko hapa. Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako madhabahu iko hapa. Kwa hiyo tutatoa kimikoa. Wazee wa kanisa wanazo bahasha tayari za kaki ambazo tumeandika kila mkoa. Kwa ile bahasha yako ulionayo huna haja ya kuiandika chochote. Kwa sababu utakapotumbukiza kwenye ile bahasha yenye mkoa,
tayari tutajua kwamba hii sadaka imetoka mkoa gani. Jamani, wangapi wamenielewa? Amina. Kwa hiyo nitaanza sasa, tutaomba wale wazee wa kanisa sasa tuwe makini. Tuje hapa, nitaanza na mkoa wa Simiyu, Geita, Katavi, Mara na Lindi. Simiyu, wale wanaotoka Simiyu, naomba wale wazee wenye zile bahasha kubwa za mikoa ya Simiyu, Geita, Katavi, Mara na Lindi waje hapa sasa. Na wazee wa kanisa, tafadhali zile bahasha mnyoshe juu. Kuna watu ambao wamekuja wako kule nyuma hawajapata hizo bahasha, naomba tuzunguke kila maeneo. Na kama umekuja na mavuno, aidha umeleta kitu, tafadhali ingiza hapo ndani. Kamati wako hapo watakuwa wanapokea na kuweka lebo. Naomba sasa wale wazee wajipange hapa, wanaotoka kwenye ile mikoa ya Simiyu, Geita, Katavi, Mara na Lindi. Basi tunaomba wale wanaotoka kwenye hiyo mikoa, ndio wakati mzuri sasa wa kumtolea Mungu. Karibuni sana. Wakati huo tarumbeta watakuwa natupa kidogo kidogo, wakati tunapoikaribisha hii mikoa ya Simiyu, Geita, Katavi, Mara na Lindi. Basi ukija hapa, kila bahasha imeandikwa mkoa unaotoka. Basi karibu Katavi, Mara na Lindi. Wakati huo tarumbeta watakuwa wanatupa taratibu hapo. Wakati watu wa mikoa hiyo wanateremka, naomba tarumbeta karibuni. Kama unatoka mikoa hiyo ambayo mwenyekiti ameshatangaza, angalia bahasha yako. Katavi, Mara na Lindi. Kama wamemalizika, tutarudia tena kwa wale ambao watakuwa wamechelewa. Ninaomba sasa wazee wangu, mnaweza mkaondoka sasa. Waje sasa wale wenye bahasha zile za Mtwara, Rukwa, Tabora, Pwani na Dar es Salaam. Mtwara, Rukwa, Tabora, Pwani na mkoa wa Dar es Salaam. Wale wazee wa kanisa wenye hizo bahasha, tafadhali njoni mjipange hapa. Mtwara, Rukwa, Tabora, Pwani na Dar es Salaam. Wazee wa kanisa, tafadhali tuangalie vizuri tunaposoma. Basi ule tunaomba wale wanaotoka kwenye hii mikoa sasa, Mtwara, Rukwa, Tabora, Pwani na Dar es Salaam. Mtwara, Rukwa, Tabora, Pwani na Dar es Salaam. Asante. Kama mikoa hii pengine watakuwa wamechelewa, tutarudia. Karibuni sana Mtwara, Rukwa, Tabora, Pwani na Dar es Salaam. Wewe ukija hapa, taja mkoa wako tu na mzee atakuelekeza bahasha ya mkoa wako ni hapa. Kama Mtwara, Rukwa, Tabora, Pwani na Dar es Salaam wamemalizika, tuje, tunaomba sasa wazee mrudi, waje sasa wenye zile bahasha za Morogoro, Dodoma, Mwanza, Shinyanga na Kagera. Wanaotoka kwenye hii mikoa, tafadhali, Morogoro, Dodoma, Mwanza, Shinyanga na Kagera. Karibuni sasa wale wanaotoka kwenye hii mikoa ya Morogoro, Dodoma, Mwanza, Shinyanga na Kagera. Karibuni sana. Wewe ukifika tu taja mkoa wako na mzee atakuelekeza mkoa ambao utaweka sadaka yako. Morogoro, Dodoma, Mwanza, Shinyanga na Kagera. Morogoro, Dodoma, Mwanza,
Shinyanga na Kagera ndio tunaotoa sasa. Asante. Kama wamemalizika hawa mkoa wa Morogoro, Dodoma, Mwanza, Shinyanga na Kagera, naomba wazee mrudi sasa, waje sasa wanaotoka mkoa wa Ruvuma, Songwe, Mbeya, Kigoma na Manyara. Ruvuma, Songwe, Mbeya, Kigoma na Manyara. Karibuni sasa. Mhindo, hapa ndio mahali pako sasa. Huyu anatoka Manyovu huyu. Kigoma. Ruvuma, Songwe, Mbeya, Kigoma, Manyara. Tafadhali karibuni Manyara, Kigoma, Mbeya, Songwe na Ruvuma. Huu ndio wakati wako sasa wa kumtolea Mungu sadaka yako ya mavuno 2021. Ruvuma, Songwe, Mbeya, Kigoma na Manyara. Huu ndio wakati wako. Ruvuma, Songwe, Mbeya, Kigoma na Manyara. Kama wamemalizika, basi wazee naomba mrudi. Waje sasa mkoa wa Njombe, Iringa na Singida. Njombe, Iringa na Singida. Kibenya, hapa ndipo nyumbani sasa. Karibuni Singida, Iringa na Njombe. Singida, Iringa na Njombe. Singida, Iringa na Njombe. Njombe naomba. Singida, Iringa na Njombe. Ukishatoa basi watu watumishi wa Mungu mkono wakutakie baraka za Mungu. 2021 ubarikiwe mpaka ushangae. Tarumbeta, hapa ndio mahali pake. Hao watu wanaotoka hii mikoa wanapenda kucheza sana, tena wakija wakicheza. Sasa naomba tarumbeta, hapa ndio mahali pake sasa. Singida, Iringa na Njombe. Singida, Iringa na Njombe ndio wanatoa sasa. Na kama umefika sasa hivi na unao sadaka ya mavuno, umeleta kitu, tafadhali ingiza kanisani hapo. Kamati iko hapo kwa ajili ya kupokea hivyo vitu ambavyo vimeletwa. Kama Singida, Iringa na Njombe wamemalizika, basi naomba wazee mrudi. Kama Singida, ndugu yangu alikuwa amejisahau. Huyu ni mtu wa Iringa huyu. Asante sana. Asante sana. Sasa tutakuja mkoa wa Arusha. Naomba yule mzee mwenye bahasha ya mkoa wa Arusha aje hapa. Wale wanaotoka mkoa wa Arusha ndio wakati wao sasa. Karibuni tumtolee Mungu. Tarumbeta, tafadhali karibuni. Mwalete watu wa Arusha. Watu wanaotoka mkoa wa Arusha, kule Meru, kule Singisi, maeneo yote yale ni mkoa wa Arusha. Karibuni watu wa Arusha. Tarumbeta, tusiwaangushe watu wa Arusha tafadhali.
Arusha, wanatoka maeneo ya Arusha, Meru, hadi kote kule. Naona wazee wangu pale, karibuni sana wazee wetu wa Arusha. Arusha, basi tunaweza tukarudi. Asante sana. Sasa tunakuja sasa mkoa mwenyeji. Mkoa mwenyeji mnaujua jamani? Ningejua Kisambaa ningewaita Kisambaa. Karibuni watu wa Tanga. Tarumbeta naomba sasa uilete Tanga kwa vifijo na nderemo. Watu wanaotoka mkoa wa Tanga, karibuni sasa watu wa Tanga. Niombe wazee hata wawili watatu wasimame hapo, hata kama zile bahasha ziko mkoa tofauti tutamimina kwenye kapu tafadhali. Maana hawa wako wengi. Wasimame wazee watatu, wanne, watano. Hata kama ni watano, zile bahasha tutamimina kwenye kapu. Naomba wazee wote tusimame hapo. Tujipange mpaka kule mwisho. Hata kama hiyo bahasha iko andikwa mkoa wa Tanga, lakini tutamimina kwenye kapu pale. Hawa ni watu wa mkoa wa Tanga, wanakuja wanacheza wakafunika meza, furaha nyingi kabisa, wanamtolea Mungu mavuno mwaka 2021. Hawa ni watu wa Tanga, karibu sana Mgosi. Hawa watu wa Tanga wanakuja wakiimba na kucheza kwa furaha kabisa, wanamtolea Mungu sadaka ya mavuno mwaka 2021. Hawa watu wa Tanga huku jamani, msipate hiyo fole, wengine wakate hapa waje mpaka hapo. Asante, wengine wakae pale. Endelea. Hii ni Tanga bwana. Kwenye spidi watu wa Tanga. Usiongee, sema ukitembea. Haraka tafadhali. Asante, kama hiyo.
Wakanda ndio wanafika sasa. Kilimanjaro ndio wanapita sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunapoendelea na ibada yetu, tutashirikiana kuimba wimbo nambari ya 251, fungu la kwanza, la pili na lile la mwisho, tukiongozwa na kinani. Bwana muumba mkombozi na mfariji wetu, tunapokusanyika kukuabudu katika roho na kweli, twakuomba kwa unyenyekevu tufungue mioyo yetu iweze kupokea mahubiri ya neno lako, ili tuweze kutubu dhambi zetu, kuamini katika Yesu Kristo
kama Mwokozi wetu pekee, na tupate kukua katika neema na utakatifu. Utusikie kwa ajili yake. Amen. Taratibu wa ibada yetu ni ukurasa wa 250 toleo la pili na toleo lilo la kwanza 332. Bwana Mungu wetu yuko hapa, yuko pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumuungamie Mungu dhambi zetu. Hadi tukiwa tumesimama, tutatumia sehemu ya kwanza ya ungamo. Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, Ungamo hili likiwa ni la kweli na ukitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili ya Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, na kutangazia ya kuwa Mungu kwa neema yake amekusamehe dhambi zako zote, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunaendelea ukurasa wa 254 toleo jipya na ile toleo la kwanza 340. Tumwombe Bwana katika amani. Bwana, tunakuomba amani ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Bwana, tunaombea watu wanaingia nyumbani mwako, wanaokuabudu na kukusifu. Mungu, tusaidie, utuokoe, utuhurumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni. Mungu atupenda sana, sababu hii ametupa kutengemana tena. Bwana akae nanyi. Basi tunapotakiana amani ya Bwana kwa kupungiana mikono, tutaimba Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, watu Mungu ni pendo, alipenda Aya ya siku ya Bwana ya 19 baada ya utatu yasema hivi: Uniponye Bwana, nami nitaponyeka, uniokoe, nami nitaokoka. Na tuombe.
Bwana, twakusihi wakirimie watu wako wa kuaminio msamaha na amani, ili watakaswe na udhalimu wote na kutumikiana kwa mioyo isiyohangaika, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Basi hali tukiwa tumesimama, tutasikiliza masomo yote mawili yale. Karibuni sana kwa ajili ya masomo haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Somo letu la waraka tunalipata katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 1 mpaka ule wa 9. Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 1 mpaka ule wa 9, nami nitamsoma katika jina la Yesu. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye akaingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona akamwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni siku ya Sabato. Amina. Hili ndilo neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Somo letu la pili tunalipata kutoka kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 2 mstari wa 19 hadi 22. Kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 2 mstari wa 19 hadi wa 22. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu waonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akaitupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Hivyo pale maji yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisha alilolinena. Amen. Basi hali tukiwa tumesimama, tuungane na Wakristo wote ulimwenguni kukiri imani ya mitume. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa na Ponto Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kwa hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo, lililo moja tu, shirika la watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima milele. Amen. Basi washarika, tuketi na wakati huu nikaribishe kwaya ya Muungano, na mara baada ya wimbo wao tutasikiliza matangazo ya siku hii ya leo.
Leo ni siku ya sherehe ya kusherekea sikukuu ya mavuno, namna ambavyo tunakuja mbele za Mungu kumtolea Mungu wetu mavuno. Kwa hiyo ningefurahi kusikia vigeregere na makofi mengi, na bahati nzuri leo tunafanyia ibada hapa nje, maana yake uinjilishaji unakuwa mkubwa zaidi, sio? Kwa hiyo tusikae kama vile tuko kwenye kikao fulani hivi ambacho kina protokali kali. Tuweze kushangilia tukimsifu Mungu wetu kwa namna ambavyo ametuwezesha kwa siku hii ya leo kuweza kuwepo mbele zake, kumshukuru kwa mwaka mzima alivyotembea na sisi, na pia kumtolea shukrani hii ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa umuhimu wa siku hii tunamshukuru Mungu sana. Pamoja na ratiba ngumu ya baba askofu, kwa sisi tunaoifahamu ratiba yake, tunafahamu kwamba sio rahisi sana kumpata kwenye ibada za kawaida kama hivi. Ratiba yake ya wiki hii tu ilikuwa ngumu sana. Baba askofu, kama unaniruhusu niseme kidogo. Maana wiki hii kuanzia siku ile ya Jumatano nafikiri kama sikosei, alisafiri kwenda kule Dar es Salaam, Arusha, kulikuwa na mkutano wa LMC, lakini baadaye akasafiri kurudi Dar es Salaam kwa njia ya ndege ili aweze kuwahi vikao na waziri kwa ajili ya chuo chetu. Naamini atazungumza baadaye katika salamu zake, lakini pia alikuwa na ibada nyingine ya kufunga mkutano ule wa LMC kule Arusha, na kwa bahati mbaya wakati anawahi ndege pale tunapita JK sijui nini wenyewe, najua mimi sijai kusafiri na ndege, sijui lakini alipokuwa anawahi pale akajikuta amechelewa ndege. Kwa hiyo kwa bahati mbaya ile ibada ya Arusha hakuweza kuihudhuria, na bahati nzuri alikuwa na katibu mkuu na alikuwa na usafiri, kwa hiyo alirudi mpaka Korogwe, na hatimaye jana wakawa kule Handeni kwa ajili ya ufunguzi, kuweka mawe ya msingi na ufunguzi wa kanisa pale Misima. Ni mtaa wa Misima sasa ule. Mtaa wa Misima pamoja na ubarikio. Lakini pamoja na uchovu huo, alipomaliza akaamua kuanza safari kuja hapa kwetu, na tukampokea kwenye saa 1 na zaidi hapa kwetu. Mialiko ni mingi aliyonayo, na kwa kweli umetupendelea sana. Tunakushukuru sana, na tunaamini kwa sababu pia wewe ni mwanakana mwenzetu. Mungu akubariki sana kwa uwepo wako mahali hapa. Lakini pia ameongozana na mama pamoja na vijana wetu kwa maana ya Joseph pamoja na Jackson. Kwa hiyo niombe waweze kusimama, lakini pia wametanguzana pia na ndugu yangu Kanju. Ile jina la kwanza silifahamu vizuri, utanieleza vizuri baadaye, lakini wote wako hapa. Kwa hiyo nianze na mama, atatoa salamu fupi kuwasalimia, halafu baadaye vijana hao watasimama kwa ajili ya kusalimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Lakini karibu, tukianza na mkubwa Joseph. Amen. Karibu Jackson. Amen. Karibu na ndugu yangu Kanju, unaanza kutaja jina lako la kwanza ili usisahau tena. Amen. Emmanuel Michael Kanju. Asante sana ndugu yangu, karibu sana. Lakini pamoja na hao pia tuna wenzetu wa Utume Radio. Ibada hii bila shaka inaenda live. Tuko mbashara. Karibuni sana ili muweze kusalimia washiriki.
Sifa yao wawili ni mke na mume kwa wale wasiofahamu. Lakini pia tunamshukuru Mungu, tuko na afisa tehama wa dayosisi yetu, ndugu yangu Amasia, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia tayari ameshasimama hapa mwalimu wetu kutoka shule yetu ya seminari ndogo ya Bangawa. Ndugu yangu, niombe usimame tena wapungia washarika mkono. Asante sana. Lakini pia tunamshukuru Mungu, siku hii ya leo tuko na mpiga kinanda wetu, tunaweza tukasema ndio legendari hapa mjini, ndugu yetu Grayson. Karibu sana ndugu yangu, wasalimia washarika kutoka usharika wa Kisosora. Lakini pia tunamshukuru Mungu, kwenye ibada hii pia tunacho kikundi cha tarumbeta kutoka usharika wa Makorora. Kazi yenu ni njema sana, karibuni sana. Asante sana. Lakini pia hawa wanaozunguka, hawa mnaowaona ni vijana wetu wa Kana TV, ambao matukio yetu yote haya yanaenda kwenye channel yetu ya YouTube. Na niombe muendelee kusubscribe kule ili kutuweka hewani milele na milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia mwisho kabisa nimtambulishe ndugu yangu Kato. Kato ni msharika mwenzetu hapa, lakini amehamia kule Dodoma na amekuja hapa maalum kwa ajili ya siku hii. Hii siku ya mavuno akasema isimpite yule kule MC Kato. Mungu akubariki sana, na naamini kule Dodoma unatuwakilisha vizuri. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba Askofu, siku ya leo ni siku ya mavuno kama ambavyo imekwisha tanguliwa kutangazwa, kuzungumzwa na hata vitendo vilivyofanyika hapa. Na tunamshukuru Mungu kwamba washarika wa Kana wamejiandaa vizuri. Tulianza kwa habari ya uwakili wa mavuno toka mwezi wa 7 mwishoni. Humo katikati tumeendelea na uwakili wa mavuno, pamoja na kwamba hatukuacha sana yale masomo yetu ya Jumapili. Na wamejiandaa vizuri, na ndio maana pia umewaona walipokuja. Na ninaamini pale baadaye pia wataendelea, na mwezi mzima huu pia tutakuwa tunaendelea kutoa mavuno haya. Na kamati yetu imeweka malengo ya mwaka huu tukusanye kiasi cha shilingi milioni 30. Na tuna uhakika tutavuka milioni 30. Sisi Kana ni wakubwa na tutaonyesha ukubwa wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika malengo ya mavuno haya tumesema basi tutaweka alama. Kama yakitoka kwa viwango tunavyotaka, tutaweka alama ya vibanda viwili vya biashara katika eneo letu. Kama yakitoka ambapo sitarajii hivyo, basi tutaweka alama ya kibanda kimoja. Na tunaamini kabisa kamati yetu ya uchumi, mipango na maendeleo inaweka utaratibu wake vizuri. Tunapomaliza kutoa mavuno haya, basi vitu vionekane kwa vitendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kutokana na ratiba ilivyokuwa ngumu kwa mwezi huu wa 10 hatukuweza kushiriki chakula cha Bwana. Huwa tunashiriki Jumapili ya kwanza kila mwezi. Na kwa sababu hiyo basi Jumapili ijayo, pamoja na kwamba itakuwa ni siku ya mavuno kwa watoto, tunajua tunaanza nao wakimaliza wanaenda zao kwenye darasa lao. Kwa hiyo siku ile itakuwa ni siku ya kushiriki ushirika mtakatifu. Niwaombe sana washarika tujiandae vizuri ili tusogee mbele za Mungu, tushiriki meza ya Bwana kikamilifu ili ikatuimarishe kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwisho kabisa basi ni sadaka ya maendeleo, ambayo kimsingi imekuwa na barua hapa na Baba Askofu ataizungumzia, lakini mimi kama mchungaji pia naizungumzie sadaka hii. Baba Askofu, sisi washarika wa Kana tuna malengo ya kuhakikisha kwamba tunakuunga mkono kikamilifu katika sadaka hii. Na nafikiri hata unapoangalia kwenye majedwali yetu unaona namna ambavyo tunaendelea kwenda vizuri. Na kwa kweli niwaombe sana washarika wenzangu, tusimwangushe Baba Askofu. Vile vipaumbele alivyovizungumza, ni hakika fedha hii ikitoka itaenda kwenye vipaumbele hivyo. Tuombe sana, tumeanza kuona hatua nzuri ambazo zinafanyika, na tutakapojitoa kwa moyo zaidi, tuna hakika ndani ya miaka 2-3 dayosisi yetu itarudi barabarani na tutakaa vizuri na kila kitu kitaenda vizuri. Kwa hiyo Baba Askofu, basi kwa sababu tutapata nafasi ya kuweza kuzungumza pale baadaye, sadaka hii pia wakiisikia kutoka kwako itakuwa na nguvu zaidi pia, ili tuweze kuitoa kwa moyo. Mara baada ya kusema haya, niwashukuru sana, niwapongeze sana kwa ajili ya siku hii, na sote tuwe na furaha ili tuweze kumtolea Mungu wetu shukrani hii ya mavuno, lakini ibada hii ikafanyike kwa baraka katika maisha yetu. Mungu awabariki sana. Tuombe. Mungu Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakutukuza, tunalihimidi jina lako, tukinyenyekea kwa siku hii njema kubwa uliotupa ya kutolea mavuno katika usharika wetu. Asante kwa neema yako, umebariki mashamba,
umebariki mifugo, umebariki biashara, umebariki kazi zetu, umebariki ajira zetu na mahali popote tunaposhughulika na kufanya kazi. Ndio maana tunasogea kwa unyenyekevu kutolea wewe shukrani ya mavuno. Naomba sasa tunapotafakari neno lako Mungu, fungua masikio ya mioyo yetu, neno hili la uzima lipate nafasi, liendelee kutuongoza, kutuelekeza na kutuhekimisha, tuone njia ipasayo kuishi katika ulimwengu huu, na baada ya maisha haya tukaurithi uzima wa milele katika wewe Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Neno la Mungu tunalopewa ni kutoka kitabu cha Mwanzo. Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 2b mpaka ule mstari wa 7. Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 2b mpaka ule mstari wa 7. Nasoma katika jina la Bwana. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Amen. Na tukae. Bwana apewe sifa. Amen. Ndugu zangu usharika wa Kana, namshukuru Mungu sana aliyeniwezesha kufika katika ibada hii kubwa katika sikukuu ya mavuno. Mavuno ni sikukuu, na tumeona hata jinsi ilivyopambwa ni sikukuu, maana sikukuu zina taratibu zake za tofauti kama sikukuu. Na mimi najua kwenye sikukuu kuna kwanza ile sikukuu yenyewe, lakini kwenye sikukuu kuna chakula. Kwa sijui kama mchungaji umetuandalia chakula. Kama hamjaandaa mje mmeiweka sikukuu yetu mahali ambapo mwenyekiti mmeandaa chakula, si ndivyo? Bwana asifiwe. Hiyo ndio sikukuu. Tutakula, tutakunywa, tutaendelea kufurahi katika sikukuu. Ukiangalia hata katika Agano la Kale ilikuwa ni sikukuu siku zote. Na mimi nikaona mwaka huu kama usharika wa Kana, sikukuu nyingine zote nimezisherehekea huko kwingine, lakini sikukuu ya mavuno ya mwaka huu nisherehekee hapa kwenye usharika wetu wa Kana. Bwana asifiwe sana. Nawaletea salamu za pekee sana kutoka ofisi kuu ya dayosisi yetu. Baba Dini yuko usharika wa Handeni kwa ajili ya kipaimara, ambapo mimi nilikuwepo jana kwa ajili ya ibada hiyo ya kufungua nyumba ya ibada kanisa na sikukuu ya kipaimara pia kwenye mtaa ule wa Misima. Lakini katibu mkuu yeye yuko kule usharika wa Magamba kwa ibada, na wenzetu wengi ofisini, watumishi tuwepo hao wengine tuliofuatana nao, basi wanatuma salamu nyingi sana, maana wanajua tuko mahali hapa siku ya leo. Niwaletee salamu kutoka vituo vyenu ambavyo tumevitembelea. Namshukuru mwalimu kutoka Bangala, ameeleza juu ya kituo chetu cha Bangala kinavyoendelea. Endeleeni kuombea kituo kile. Tumeona wameingia kwa mwamko wa pekee sana, na baada ya kuweka ule moto tuliouwasha Januari kupeleka watoto 30 pale na wale wengine wakaongeza watoto pale, tunaona shule yetu sasa inaendelea kupamba moto vizuri na tunaingia kazini
kuiwezesha shule hii. Hata shule ya Lwandai inaendelea vizuri sana. Nafikiri mmesoma kwenye matangazo yetu tunayotangaza mara nyingi. Hata wafadhili wetu wa nje, Wajerumani ambao walikuwa wamefunga milango yao, wamefunguka kusaidia shule zetu hizi. Bwana asifiwe sana. Mwezi wa nane tulipokea shilingi milioni 86 kutoka Ujerumani kwa ajili ya sekondari ya Lwandai. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya maabara, tunajenga maabara ya kisasa ya hali ya juu sana. Ukiwa na muda wewe hebu tembelea tu, nenda pale Lwandai uone maabara ya hali ya juu sana ambayo inakarabatiwa na vifaa vizuri vimenunuliwa. Na tunashukuru kwamba hata marafiki wa shule yetu ya seminari ya Bangara wanaendelea kuonyesha mwamko wa kuendelea kushirikiana nasi. Lakini tunashukuru kwamba haya yote yanawezeshwa pia na nguvu zenu mnapojitoa katika matoleo yenu. Ule fuko na sadaka ya maendeleo ambayo tunaitoa nyakati hizi inaanza kufanya mambo makubwa. Tuendelee kuitoa, na tunaangalia kila wiki jinsi sadaka ile inavyotolewa kwenye sharika zetu, na huku kana mnaendelea. Basi tutumie bahasha ile kwa uaminifu, tukusanye kiasi kile cha bilioni 1.5 kwa mwaka. Tutaona tunaweza kufanya mambo makubwa sana. Lakini ni lete salamu pia, kama alivyosema mkuu wa jimbo, tulikuwa na kikao na wenzetu wa Wizara ya Elimu kule Dar es Salaam kwa ajili ya chuo kikuu cha Sekom. Mchakato unaendelea. Mchakato ni mgumu, lakini unaendelea. Maana ujue yule waziri alituuliza jambo moja, sema chuo kilikuwepo na kilikuwa kinaendelea vizuri. Tukawapa onyo la miezi 6 kwamba kama mtaendelea hivi miezi 6 tutakifunga. Onyo namba 1. Hamkurekebisha lolote. Likaja onyo namba 2, hamkurekebisha lolote. Likaja onyo namba 3. Sasa la miezi 6. Maonyo yale yanapotolewa lazima kufanya marekebisho yale ya msingi. Na sisi tulipoingia kazini, tuliingia tayari ile onyo namba 3 limeisha, tumepewa miezi 3. Na sasa tukaanza kukimbizana, fanya kile. Basi mambo yanaendelea kuwa magumu. Lakini wameendelea kuonyesha ushirikiano mkubwa nasi kwamba tuendelee katika kuhakikisha kwamba tunayakamilisha yale ambayo yako mezani, na Mungu akiwezesha chuo kile kiweze kufunguliwa. Jambo kubwa ambalo linasumbua katika chuo kile ni madeni. Na dawa ya deni ni moja. Dawa ya deni ni nini? Ni kulipa. Sasa sisi tunakwenda na Kiswahili kizuri. Si mnajua tunaongea Kiswahili kizuri. Kiswahili kilichonyooka, na weka sentensi sawa, lakini ukiangalia kule deni liko pale pale. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yanakwamisha kufunguliwa kwa chuo chetu kikuu cha Sekom. Mungu ni mwaminifu. Ipo siku, tumezungumza hata kwenye halmashauri kuu kwamba ipo siku chuo kile kitaweza kufunguliwa. Tulitazamia tungeweza kufungua chuo kile katika academic year ya mwaka huu wa masomo, lakini bado hali sio nzuri. Tuendelee kuombea na Mungu aendelee kutupa maono zaidi ya kuitenda kazi yake. Lakini ipo siku, sisi hatukati tamaa. Tunafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha tunakirudisha chuo kile katika reli yake. Lakini nitangaze hapa kwamba tunamshukuru Mungu, ndugu zangu, kwamba ukaguzi wa mahesabu ya dayosisi hii ambao tulitamani ufanyike katika kipindi kirefu, forensic audit wanaita, ukaguzi ule umekamilika. Ukaguzi umekamilika. Wale wakaguzi ambao walifanya kazi, mimi nilifikiri kazi ya mwezi mmoja, kazi ya miezi 2, lakini kabla hata ya mwezi wa 5 ule kuingizwa kazini, walikuwa kazini wanafanya kazi ile. Lakini juzi Ijumaa ndio wametukabidhi na tumetuma ile nakala kwenda Ujerumani. Wenzetu wa Ujerumani wa UEM ambao ndio waliotusaidia fedha kwa ajili ya kazi ile kubwa iliyogharimu zaidi ya milioni 60. Hizi zote wametusaidia wale wenzetu wa UEM. Kwa hiyo katibu mkuu wa UEM anakuja wiki ijayo, siku ya Jumamosi tutakuwa naye Lushoto, na Jumapili tutaongoza naye ibada pale Cathedral. Yeye atakuwa mhubiri kwenye ibada zetu 2 pale. Lakini miongoni mwa yanayomleta ni pamoja na kuangalia taarifa ile ya fedha ambayo imetoka, ambayo anayo, lakini kuangalia na kujadiliana. Na baada ya hapo halmashauri kuu yetu ya dayosisi itakaa na kuangalia
Taarifa ile ina kurasa 894. 894. Sio kwamba ni taarifa fupi fupi. Huku kana hesabu zake zipo kwenye majimbo, kwenye vituo vyetu, kwenye sharika zetu. Ni taarifa ndefu sana. Kwa hiyo tunaipitia. Na kuna mambo yanayotisha katika taarifa ile, ndugu zangu niwaambie. Lakini kwa kuwa halmashauri kuu ndio itakayofungua jicho na kuweza kuona sasa kwamba mbona kama hapa tulichanga, na ile nilieleze wazi tu kwamba kiasi kile cha bilioni 1 na milioni 300 kwa ajili ya deni la CRDB kilichokusudiwa kuchangwa mwaka ule ili zitumwe CRDB, pesa zile kilichangwa chote na zikazidi shilingi milioni 114. Ndivyo mahesabu ya utafiti ule yanavyosema. Nasema kipengele hicho kimoja tu, zilichangwa zote. Na hapa kwa kuwa radio hotuba wako on na ongea na dayosisi nzima hapa, pesa zile zilichangwa zote kutoka majimbo, kutoka sharika, kutoka vituo, na zikazidi shilingi milioni 114. Lakini kule CRDB hazikwenda. Sasa hapo ndipo tunapoangalia kwamba zimetumbukia wapi. Halmashauri kuu itakuja na neno tujue kwamba je, zililipa deni, labda kuna madeni labda yalilipwa, tutaangalia. Na hili nalisema kwa uwazi, kwa kuwa siogopi, kwa kuwa wanadaya sisi hawagopi. Mmoja akanipigia simu akasema usiyaseme mambo haya kwa wazi sana, lakini maana yanakatisha mioyo. Lakini mimi najua kabisa kwamba mioyo ya wanadayosisi hii iliyokata tamaa itasimama kama tutasimama kitokee katika. Wao msiwe na wasiwasi. Hata wakipita na vitisho huko mtaani mtawasikia wakipita na vitisho. Lakini mimi nasimama imara kwa sababu wanadayosisi wametuamini, tumesimama katika jambo hili. Kwa nini pesa zilizidi lakini kule bado kuna deni? Hapo ndipo tutakaa sasa kwamba okay, kuna labda mishahara ambayo haikuwa imelipa, sasa tutaona. Tukishaona tutatangaza. Lakini halmashauri yenu kuu iko imara, itatangaza jambo hili. Mtuombee sana na mtuombee ulinzi wa Mungu, maana tunaifanya kazi ya Mungu, hatuogopi. Tunaifanya pamoja. Tuombe. Bwana asifiwe sana. Maana mahangaiko tunayoyapata kuhusu chuo cha Sekom, hata kama ukiwa na huruma sana kama mimi, lakini kuna wakati utasema hapana, sasa inatosha, hizi huruma zinatosha, lazima kufanya kazi, tuangalie mambo haya yalivyokaa. Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu, mimi niwapongeze tu kukana kwa kazi ya mavuno. Nimeona, yaani leo hata sababu ya kuhubiri nafikiri hakuna, maana tumeona wenyewe. Tumeona mambo yalivyokuwa hapa. Nawapongeza sana kamati ya mavuno iliyosimama imara mwaka huu. Nimejua hata kamati zilizokaa miaka iliyopita zimekaa imara. Kwa hiyo kana najua watu ni watoaji wa sadaka ya mavuno, mmeitoa vizuri. Mmeitoa vizuri sana. Endeleeni kutoa hivyo mkimtumikia Mungu wenu kwa matoleo haya ambayo yanifanya kazi katika nafsi yetu. Nilete salamu kutoka LMC kutoka kule Arusha. LMC ni fungamano la makanisa, tunaungana makanisa ya Kilutheri, Lutheran Mission Corporation, ambapo tuna vyama mbalimbali kutoka dunia nzima. Tulikuwa na wenzetu kutoka Marekani, kutoka Ulaya, katika nchi za Ujerumani, huko Sweden, huko Denmark, huko Finland, tumekuwa nao wengi. Na sisi kutoka nchi za Afrika, hasa hapa Tanzania, kuangalia kazi za pamoja. Hawa LMC wanafanya kazi kubwa, wanafanya mengi katika dayosisi yetu. Na ndio waliotusaidia hata gari mnayoona nayotumia, hii gari mpya ni kutoka LMC, wametupa gari ya karibu milioni 300, gari kubwa wametusaidia. Kwa ni wenzetu tunaoshirikiana nao, na tulikuwa na mkutano ule wa maaskofu pamoja na wale wenzetu. Na basi nikiwa kule Arusha ndio kapigiwa simu na nitajika kuonana na waziri, nikasafiri, lakini huko nimepangwa kuhubiri kwenye LMC kule Arusha wanapofunga kikao kile. Sasa yote nikakwama ndege, sasa huwezi kuhubiri tena. Nikapigia simu yule aliyekuwa na kaimu kikao kile, basi wenzangu waliendelea kufunga kikao kile, mimi nikaendelea na majukumu. Lakini tunashukuru, tuendelee kuombea kazi hizo kubwa zinazoendelea. Ujumbe mkubwa wa LMC, Lutheran Mission Corporation, uliokuwa unaongoza mkutano ule ni mafundisho ya uongo.
wameita misleading theology. Misleading theology. Theolojia ni elimu juu ya Mungu. Misleading ni ile inayokupeleka upotoshaji, kwenye upotevu. Na mnakumbuka mimi nimekuwa nikikaza mambo haya mara nyingi kwenye darasi yetu juu ya mafundisho ya uongo, na yapo sana, hasa kwa ajili ya shida za ajira hizi. Maaskofu wanaojiita wenyewe, si maaskofu lazima uitwe na washirika, si ndio? Wanakuita, wanakuchagua, basi wanakuingiza kazini, unakuwa askofu. Lakini ile umelala usingizi tu asubuhi unasema jamani, kuanzia leo mimi ni askofu. Wanatushangaa hata wengi. Eti umelala tu asubuhi unaamka, haya mimi ni mchungaji. Umepata wapi mambo hayo? Maana lazima uendeleze mahali fulani, kuna mambo yanayorekebishwa kidogo, uende shule kidogo, kuna mambo kule Makumira upitie au kule Mwika kwenye vyuo vyetu. Sasa mafundisho ya uongo yamezidi. Na mafundisho haya yanalenga mambo makuu mawili. Na nitaja kwa ufupi tu. Tulifundishwa na profesa mmoja kutoka Marekani na alizingatia somo lile la Yohana mlango wa 4 mstari wa 17 na 18. Lakini ni mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, wanaangalia umaskini wetu. Sasa wakipita hapo wakwambia, wewe si huna ajira. Sasa njoo kwenye kanisa langu, nikikuombea, nikikuwekea mikono, ajira kesho inakuwepo. Sasa unashangaa, mbona unanipa ajira hivi? Sasa kuna shida ya ajira. Tena wakati mwingine sasa mambo ya uongo, wanakuambia ukija kwangu, nikikuombea, ukirudi nyumbani unakuta pesa pale sebuleni kwako milioni 50 zimekaa. Ala, sasa milioni 50 zinakaje? Na sasa yule Marekani akasema, huku Afrika watu ni wepesi sana kufuata mambo. Wazungu wanajiuliza, wasema why? Inakuwaje sasa mimi sijafanya kazi chochote lakini nakuta tu milioni 50 imekaa pale. Inakuwaje? Lakini sisi wa Afrika tunasema labda Mungu atafanya muujiza. Mtu anafungua nyumba, maana kwanza unaambiwa chombo hicho hapo utoe. Kwanza umtolee nabii ili akuwekee mkono. Ukifika nyumbani, ukifungua mlango wako, milioni 50 hizo hapo. Nani asiyependa milioni 50 hapa anyoshe mkono? Hakuna asiyependa. Watu wanatoa. Na anafika nyumbani, akifungua hazikuti, anaambiwa kosa sio langu mimi nabii niliomba. Kosa ni lako wewe, huna imani. Kosa ni lako wewe, usiye na imani. Na haya mambo yamebabaisha watu mno upande wa uchumi. Sio umeona wale wanaoendesha magari, nishasema mahali hapo kule Dar es Salaam. Wapia hapo ukija wewe unapata lori. Maroli makubwa, mimi napenda maroli makubwa. Bwana atajalia siku moja niwe nalo lao. Sasa unapata lori kubwa dakika hiyo kwa kuombewa tu na nabii. Na nabii mwenyewe ukimwambia tena amekaa tu. Amekaa tu, hata suruali yake ina viraka. Lakini eti ni nabii. Anakuombea wewe upate lori. Watu wamejaa kanisani, naambiwa sasa daka funguo. Watu wanadaka, anarusha funguo, watu wanadaka kule. Lakini ukitaka udake funguo ya gari kubwa, uje kwanza utoe sadaka. Ndugu zangu, hata sadaka ya mavuno hatutoi sisi kumwomba Mungu kwa ajili ya jambo hilo. Tunampa Mungu sadaka kama shukrani yetu kwake kwa jinsi alivyotukomboa kwa jambo moja tu, kumtoa Yesu Kristo kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Full stop. Sio mambo mengine. Hayo mengine ya baraka Mungu ataendelea atatujaza kama anavyosema katika neno lake la leo, atatujaza baraka. Watu wanaendesha magari kanisani. Bio haya washa, watu weka gia. Mwengaona bibi, watu wanaendesha kama kidogo, unaona watu wetu kidogo kana kwamba yani tunasemaje? Kama hazimo vile. Kama hazimo vile. Lakini watu wanatoa wa Afrika. Ndio mkazo mkubwa wa LMC. Lakini jambo jingine la pili ni la afya. Watu wanadanganywa katika mambo ya afya. Kwamba ukija kwangu wewe una magonjwa makubwa yote utapona. Ni sawa. Na tunaombea wagonjwa wapone. Lakini hatuwezi kuhakikishia tena kwa ajili ya kutoa fedha kwamba atoe ndipo wapone. Hapana, Mungu hauzi baraka yake, hapana. Naomba tutafakari sana washirika. Na maana wengine wameanza kuacha hata kutumia dawa, wakiona kwamba waende huko wakaombewe tu ili waweze kupona magonjwa makubwa. Mungu wetu ni mponyaji. Maana tulisoma ile somo la Injili. Yule bwana alikuwa amekaa katika kisima kile, hakuna kumtumbukiza. Lakini Yesu akamwambia, kuanzia leo jitwike godoro lako uende. Na akajitwika godoro lake akaenda. Kwa hiyo Yesu ni mponyaji. Lakini kuponya kwake hatununui. Yeye anatuponya bure. Hilo ndio salamu nyingi
kutoka LMC. Tutaendelea kuzitoa zaidi, labda hata kwa matamko mbalimbali, ili washarika wawe na tafakari kidogo. Wahubiri hawa, ndio maana siku tumeweka utaratibu. Mhubiri akitoka huko Dar es Salaam lazima tumpitie kwanza, anatoka wapi huyu, huko aruhusiwe na askofu wake, anakuja kuhubiri na kufundisha kwenye sharika zetu, lazima tumpitie kidogo, ili tusiingie katika shida kubwa ambayo inaliangusha kanisa hili. Ndugu zangu, nimesema leo sio siku ya kuhubiri, ni siku ya kutoa sadaka. Tena sadaka yenyewe ni ile sadaka kubwa ya mavuno, na ndio maana tumeangalia tu kwa ufupi habari ya Habili na Kaini, watoaji wa kwanza wa mavuno. Sisi wengine huku tunabangaiza tu, tumeiga, lakini watoaji wa kwanza kabisa katika Biblia ni hawa watu wawili, Kaini na ndugu yake Habili. Walikuwa ni watoto wa Adamu, wale wa kwanza kabisa. Sasa tofauti zao, labda nianze kutaja tofauti zao chache. Kaini alikuwa ni wa kwanza, Habili alikuwa ni wa pili. Hiyo ni tofauti moja wapo. Lakini Kaini alikuwa mkulima, Habili alikuwa mfugaji. Hiyo ni tofauti moja wapo. Hata sisi tunatofautiana. Hata vidole hivi havilingani. Wengine ni wakulima, tena wakulima wadogo kama mimi, wengine ni wakulima wakubwa, wengine ni wafugaji wanaofuga mifugo yao michache, wengine ni wafugaji wakubwa kabisa, wengine ni wafanyabiashara. Kuna wafanyabiashara wadogo, kuna wafanyabiashara wakati, kuna wafanyabiashara wakubwa kabisa, kuna walioajiriwa, kuna walioajiriwa katika nafasi mbalimbali, kuna walioajiriwa katika kazi za aina mbalimbali. Kwa hiyo tunatofautiana kama alivyokuwa Kaini na Habili walikuwa na tofauti zao. Lakini hawa pamoja na kutofautiana kwao wanafanana pia. Naomba nitaje yale wanaofanana hawa watu. Kaini alikuwa mwanaume, Habili alikuwa mwanaume. Wanafanana. Tena Kaini alikuwa mcha Mungu, Habili alikuwa mcha Mungu. Leo tunatoa sadaka wakiwepo wakina baba na wakina mama, na sisi sote tuacha Mungu. Bwana asifiwe sana. Tena kila mmoja alikuwa mtoa sadaka, alikuwa mtoa sadaka. Huyu alitoa mazao yake ya shambani, lakini huyu pia alitoa mazao yake ya mifugo, kile alicho nacho. Kama tulivyokuja hapa, wengine wametoa mazao yao kutoka ajira zao, wengine mazao yao kutoka biashara zao, wengine mazao yao kutoka mashambani mwao, kutoka katika mabanda yao ya ufugaji, kutoka katika kile Mungu alichotubariki, tumeweza kufika na kumtolea. Sasa tofauti iliyo kubwa katika watu hawa wawili ambao ndio hasa lengo la somo la leo, tofauti iliyo kubwa, hawa wote tumeambiwa wanafanana, walitoa sadaka hizo, lakini tofauti iliyo kubwa, Mungu hakuitakabali sadaka ya Kaini, lakini Mungu aliitakabali sadaka ya Habili. Bwana asifiwe sana. Kumbe kuna kuitakabali na kutokuitakabali, wote walitoa, lakini ambaye alifikia hatua hata sadaka yake Mungu ameitakabali ni yule Habili. Na utofautishe hapo. Kutakabali maana yake ni kukubaliwa dua zako, maombi yako, mali zako, kukubaliwa ndio kutakabali. Tena kwenye Biblia kuna neno jingine wanaita kutakabari na ala. Wale wenzangu makabila mengine hawajui kutofautisha ala na ero. Na ero na ala hawajui kutofautisha. Wanaweka hiyo inanyooka, kutakabali, karibuni. Na hasa sisi Wasambaa wakati mwingine, karibuni sana. Kuitakia karibuni, si ndio? Huyu ni rafiki yangu. Kumbe ni rafiki. Sasa hapa kutakabali na kutakabari ni vitu viwili tofauti. Kutakabali ni kukubaliwa, sadaka yako imekubaliwa na Mungu. Lakini kutakabari ni kiburi.
kuwa na kiburi. Ukisoma Wafalme wa Kwanza mlango wa kwanza mstari wa 5 utaona mfalme mmoja anaitwa Adonai alijifanya kuwa mfalme, akaitisha matarumbeta na watu wengine, akajitawaza yeye mwenyewe kuwa mfalme, akajitawaza. Sasa hapo maana yake kwa kiburi chake, wakati Suleimani anasubiri kutawazwa kule, yeye akasema jamani, sasa kuanzia leo mimi ni mfalme. Huko ndio kutakabari. Labda ndio wale wanaojiita mimi kuanzia leo jamani, mimi sasa ndio mchungaji wenu, bila kuitwa na kutumwa katika mambo hayo. Ni kutakabari, maana niingia katika mafundisho ambayo ni mafundisho kutoka. Lakini tukirudi kwenye somo letu, Mungu aliitakabali sadaka ya Habili, maana yake alimbariki. Na ili uweze kubarikiwa, nafikiri hapa ndio mahali pa muhimu kujifunza, ndugu zangu wapendwa, ni pale ambapo ulitoa kwa moyo. Bwana asifiwe sana. Kutoa kwa moyo, kutoa kabisa kwa moyo. Inawezekana, ninapopiga picha, inawezekana Kaini asubuhi alipoamka hakujiandaa. Asubuhi alipoamka akaingia kwenye sehemu yake ile magunia anapowekwa ya mahindi pale, akakusanya yaliyomwagika, akajaza kapu, akabeba kichwani, akasema napeleka kanisani. Inawezekana Habili hata ule mwezi mzima alikuwa anaangalia, huyo kondoo nitakayepeleka kanisani, kwanza nimnyweshe vizuri, nimlishe vizuri, nimtunze sawa sawa, awe mnono, ili nimpeleke kama sadaka mbele za Mungu. Na alipofika, Mungu ajuaye sirini akaona Kaini yeye kidogo sadaka yake hakuiandaa sawa sawa, ndio maana hakumtakabali wala hakuikubali. Lakini Habili alitoa sadaka yake kwa maandalizi vizuri, ndipo Mungu akaibariki. Ndugu zangu wapendwa, Mungu anatuita kwa kupitia maneno hayo kwamba tunapoitoa sadaka ya mavuno tuwe tumeandaa sawa sawa, isiyo kukurupuka, uandae sawa sawa. Na mchungaji tena anatupa nafasi kwamba kumbe leo ni kuanza, hata wiki ijayo unaweza endelea kutoa mwezi mzima, au tumepewa nafasi hiyo ili Mungu akaendelee kukubariki. Na ukitoa kwa moyo utabarikiwa jamani, katika mifugo yako. Bwana asifiwe. Utabarikiwa katika mashamba yako, utabarikiwa katika biashara zako, utabarikiwa katika ajira, kwa sababu umetoa kwa moyo. Mungu atusaidie tujiandae sana, tujiandae sawa sawa kumtolea yeye. Nilifika kwenye familia moja siku ya sadaka ya mavuno, nikakuta ugomvi wa baba na mama. Mama wa watu anataka wapeleke gunia zima liende kanisani. Baba akasema labda kama unaenda kulia huko kanisani, chakula chako ni huko, dunia halitoki hapa, nishika nikushike, vuta nikuvute. Jinsi gani watakavyotoa sadaka ile ya shukrani. Lakini wale ni kwa kutokuandaa. Sababu yake ni kutokuandaa. Sisi kama Wakristo tunaitwa kuandaa mapema. Tujiandae mapema. Pale nyumbani kwako andaa mapema. Ukiwa peke yako andaa mapema. Ukiwa na familia yako andaa mapema. Kaeni mzungumze kitu mtakachomtolea Mungu. Na Mungu katika Malaki mlango wa 3 mstari wa 10 anasema nijaribuni sasa, muone jinsi nitakavyofungua madirisha ya mbingu, na mbingu zitakazoujaza utukufu wake katika maisha yenu. Baraka zangu zitamiminika, tena mtashindwa hata jinsi ya kushika, maana baraka hizo zitafurika. Twende tukamjaribu Mungu kwa matoleo yetu, kwa sadaka ya mavuno. Leo tumeizindua, tuendelee wiki ijayo, tuendelee na ile wiki nyingine mpaka mwisho, tuone Mungu atakavyobariki nyumba zetu, atakavyobariki kazi zetu, atakavyobariki mifugo yetu, atakavyobariki mashamba yetu, na kila tulitendalo litafanikiwa, na Mungu alibariki neno lake. Amen. Tutulie na kushukuru. Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa neno lako la uzima. Asante kwamba neema yako inatutosha. Neema yako ni kubwa katika maisha haya. Lakini pale tunapofunguka kukutolea vile ulivyotupa, tutapokea baraka. Tena tutapokea mengi. Tutapokea hata uponyaji katika magonjwa.
tutapokea baraka na neema katika maisha haya. Tupe mioyo ya kuendelea kukutolea kila itwapo leo, tuzivune baraka kutoka kwako. Lakini zaidi sana, baraka ya pekee, tutubu dhambi zetu, mwisho wa maisha haya tukaurithi uzima katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Sasa tofauti iliyo kubwa katika watu hawa wawili ambao ndio hasa lengo la somo la leo, tofauti iliyo kubwa, hawa wote tumeambiwa wanafanana, walitoa sadaka hizo, lakini tofauti iliyo kubwa, Mungu hakuitakabali sadaka ya Kaini, lakini Mungu aliitakabali sadaka ya Habili. Bwana asifiwe sana. Kumbe kuna kuitakabali na kutokuitakabali, wote walitoa, lakini ambaye alifikia hatua hata sadaka yake Mungu ameitakabali ni yule Habili. Na utofautishe hapo, kutakabali maana yake ni kukubaliwa dua zako, maombi yako, mali zako, kukubaliwa ndio kutakabali. Tena kwenye Biblia kuna neno jingine wanaita kutakabari na ala. Wale wenzangu makabila mengine hawajui kutofautisha ala na ero, na ero na ala hawajui kutofautisha, wanaweka hiyo inanyooka. Kutakabali, karibuni, na hasa sisi Wasambaa wakati mwingine karibuni sana kuitakia karibuni, si ndio? Huyu ni rafiki yangu kumbe ni rafiki Sasa hapa kutakabali na kutakabari ni vitu viwili tofauti. Kutakabali ni kukubaliwa, sadaka yako imekubaliwa na Mungu. Lakini kutakabari ni kiburi, kuwa na kiburi. Ukisoma Wafalme wa Kwanza mlango wa kwanza mstari wa 5, utaona mfalme mmoja anaitwa Adonai alijifanya kuwa mfalme, akaitisha matarumbeta na watu wengine, akajitawaza yeye mwenyewe kuwa mfalme, akajitawaza. Sasa hapo maana yake kwa kiburi chake, wakati Suleimani anasubiri kutawazwa kule, yeye akasema jamani, sasa kuanzia leo mimi ni mfalme. Huko ndio kutakabari. Labda ndio wale wanaojiita mimi kuanzia leo jamani, mimi sasa ndio mchungaji wenu, bila kuitwa na kutumwa katika mambo hayo. Ni kutakabari, maana niingia katika mafundisho ambayo ni mafundisho kutoka. Lakini tukirudi kwenye somo letu, Mungu aliitakabali sadaka ya Habili, maana yake alimbariki. Na ili uweze kubarikiwa, nafikiri hapa ndio mahali pa muhimu kujifunza, ndugu zangu wapendwa, ni pale ambapo ulitoa kwa moyo. Bwana asifiwe sana. Kutoa kwa moyo, kutoa kabisa kwa moyo. Inawezekana, ninapopiga picha, inawezekana Kaini asubuhi alipoamka hakujiandaa. Asubuhi alipoamka akaingia kwenye sehemu yake ile magunia anapowekwa ya mahindi pale, akakusanya yaliyomwagika, akajaza kapu, akabeba kichwani, akasema napeleka kanisani. Inawezekana Habili hata ule mwezi mzima alikuwa anaangalia, huyo kondoo nitakayepeleka kanisani kwanza nimnyweshe vizuri, nimlishe vizuri, nimtunze sawa sawa, awe mnono ili nimpeleke kama sadaka mbele za Mungu. Na alipofika, Mungu ajuaye sirini akaona Kaini yeye kidogo sadaka yake hakuiandaa sawa sawa, ndio maana hakumtakabali wala hakuikubali. Lakini Habili alitoa sadaka yake kwa maandalizi vizuri, ndipo Mungu akaibariki. Ndugu zangu wapendwa, Mungu anatuita kwa kupitia maneno haya kwamba tunapoitoa sadaka ya mavuno tuwe tumeandaa sawa sawa, isiyo kukurupuka, uandae sawa sawa. Na mchungaji tena anatupa nafasi kwamba kumbe leo ni kuanza, hata wiki ijayo unaweza endelea kutoa mwezi mzima, au tumepewa nafasi hiyo ili Mungu akaendelea kukubariki. Na ukitoa kwa moyo utabarikiwa jamani, katika mifugo yako. Bwana asifiwe.
utabarikiwa katika mashamba yako, utabarikiwa katika biashara zako, utabarikiwa katika ajira, kwa sababu umetoa kwa moyo. Mungu atusaidie, tujiandae sana, tujiandae sawa sawa kumtolea yeye. Nilifika kwenye familia moja siku ya sadaka ya mavuno, nikakuta ugomvi wa baba na mama. Mama wa watu anataka wapeleke gunia zima liende kanisani. Baba akasema labda kama unaenda kulia huko huko kanisani, chakula chako ni huko huko, gunia halitoki hapa. Nishika nikushike, vuta nikuvute. Jinsi gani watakavyotoa sadaka ile ya shukrani. Lakini wale ni kwa kutokuandaa. Sababu yake ni kutokuandaa. Sisi kama Wakristo tunaitwa kuandaa mapema. Tujiandae mapema. Pale nyumbani kwako andaa mapema. Ukiwa peke yako andaa mapema. Ukiwa na familia yako andaa mapema. Kaeni mzungumze kitu mtakachomtolea Mungu. Na Mungu katika Malaki mlango wa 3 mstari wa 10 anasema, nijaribuni sasa, muone jinsi nitakavyofungua madirisha ya mbingu, na mbingu zitakazoujaza utukufu wake katika maisha yenu. Baraka zangu zitamiminika, tena mtashindwa hata jinsi ya kuzishika, maana baraka hizo zitafurika. Twende tukamjaribu Mungu kwa matoleo yetu, kwa sadaka ya mavuno. Leo tumeizindua, tuendelee wiki ijayo, tuendelee na ile wiki nyingine mpaka mwisho, tuone Mungu atakavyobariki nyumba zetu, atakavyobariki kazi zetu, atakavyobariki mifugo yetu, atakavyobariki mashamba yetu, na kila tulitendalo litafanikiwa, na Mungu alibariki neno lake. Amen. Tutulie na kushukuru. Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa neno lako la uzima. Asante kwamba neema yako inatutosha. Neema yako ni kubwa katika maisha haya. Lakini pale tunapofunguka kukutolea vile ulivyotupa, tutapokea baraka. Tena tutapokea mengi. Tutapokea hata uponyaji katika magonjwa. Tutapokea baraka na neema katika maisha haya. Tupe mioyo ya kuendelea kukutolea kila itwapo leo. Tuzivune baraka kutoka kwako. Lakini zaidi sana, baraka ya pekee, tutubu dhambi zetu, mwisho wa maisha haya tukaurithi uzima katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi ambao wamefurahi kupitia neno hili zuri? Barikiwe sana. Basi tunamshukuru sana Mungu wetu kwa namna ambavyo ametumia Baba Askofu kupitia ujumbe huu kwetu ambao unafundishwa ndani yake. Kumbe sadaka inahitaji kuandaliwa. Sadaka inahitaji maandalizi, sio kukurupuka, si kutoka tu na kupapasa iliyobaki mifukoni. Na mara nyingi Baba Askofu wengi tumefanya hayo makosa, maana unaangalia tu iliyobaki, basi hiyo ndio unaleta. Lakini msingi sadaka inatakiwa iandaliwe. Basi Mungu atuwezeshe ili tuweze kuwa na maandalizi mazuri ya kumtolea Mungu sadaka zetu, na ikiwemo pia na sadaka hii ya mavuno ambayo tunaitoa siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunapojiandaa kutoa sadaka zetu, tukianza na ile fungu la 10, wenzetu wanapofika hapa mbele kwa ajili ya kutoa fungu la 10, wale ambao wamejiandaa kwa fungu la 10 siku hii ya leo, basi tutaimba fungu moja tunakutegemea Yesu kwa haraka muweze kufika hapa mbele. Lakini baada ya kumaliza fungu hilo, tutakaribisha kwaya yetu ya kina mama. Kina mama kama wapo wataimba, na baada ya wao basi kwaya ya Kanani tutakapokuwa tunatoa sadaka yetu ya ahadi.
asifiwe. Washirika, naomba tusimame tuweze kuomba kwa ajili ya matoleo haya ambayo Mungu ametupa baraka hiyo. Tunapoangalia tunaona utajiri mkubwa Mungu aliotupa katika mwaka huu. Tutulie na kuomba. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, wewe ni Mungu Baba wa baraka. Baba, kwa kupitia baraka yako hiyo tumeona makuu haya uliyotutendea katika usharika wa Kana. Umegusa biashara zetu, umegusa ajira zetu, umegusa ufundi wetu na ujuzi mbalimbali, umegusa sanaa zetu, umegusa mabanda yetu tunapofuga ng'ombe, kondoo, mbuzi, bata, kuku na mifugo mingineyo. Umegusa mashamba yetu tulipolima ndizi, mipunga, mahindi, miwa na mazao mbalimbali ambayo umetupa. Tunakusihi Mungu wa baraka, kanyooshe mkono wako sasa ukabariki kila kilichosogezwa mbele yako hapa, ukakibariki na kuitakabali sadaka yetu hii tunaoisogeza mbele zako. Katika hivi tukavune baraka kutoka kwako. Kila aliyesogeza mkono wake kutolea akapate kubarikiwa nawe Bwana. Hata tunapoingia katika zoezi la mnada, kuuza na kununua, kila atakayehusika na kununua na kuuza na kuombea na kufanya lolote katika ibada hii ya leo akapate baraka zako. Usituache Mungu, tunasihi baraka zako ziwe pamoja nasi, na kwa kupitia baraka hizo tukaendelee kukuona wewe katika maisha yetu. Sasa tunakusihi uwe katikati yetu tunapoanza tendo hili, tunapolianza katika jina lako Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tumshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele.